na tume ya Jaji Chande kupata kigugumizi na kushindwa kusema ukweli kuwa rais akiwa amiri jeshi mkuu kwa kauli zake zimeacha maswali mengi kuwa huenda yeye ndiye aliyetoa amri ya kuua waandamanaji na raia wengi, ambapo ni matumizi mabaya ya mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya 148(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano, alikiri hadharani ule msemo wake, mtawala alitamka hadharani kuwa nguvu kubwa iliyotumika ndio iliyokuwa nguvu iliyotakiwa kuwadhibiti waandamanaji, kwani walilenga kupindua serikali yake, na wale wanaolia watoto wao kufa walitakiwa kuwazuia kuandamana. Sasa kauli ile inathibitisha tu kwamba yeye ndiye aliyetoa amri. Mtawala alisema hadharani kuwa kama isingetumika nguvu kubwa kuwadhibiti waandamanaji hao, hali isingekuwa mbaya zaidi tulioiona na usalama wa nchi ungekuwa hatarini. Maneno kama hayo. Serikali ilikataa kutenga muda wa kushiriki mazishi, kuhani misiba, kushiriki misa, kuwaombea marehemu na majeruhi, wala kupeperusha bendera nusu mlingoti kama sehemu ya kuwakumbuka na kuwaenzi mashujaa hawa kama mila na desturi ya nchi yetu ilivyo. Mfano, serikali ya awamu ya 3 hayati Benjamin Mkapa alitangaza siku 3 katika maombolezo na bendera kupeperuka nusu mlingoti kutokana na ajali ya kuzama kwa MV Bukoba mwaka 1997. Wananchi kuzuiwa kutoka nje na kuzima mtandao wa internet siku 6 mfululizo na baadaye kufunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungwa. Hili litakiwa rais wa nchi awaeleze wa Tanzania kwa nini mtandao ulizimwa, kwa nini walizuiwa kukaa ndani kwa siku 6, hata kama kufanikiwa kuongea kabla. Lakini siku ile anatufungulia itakiwa tuambie. Kwa hiyo hayo yote yanatupa picha hizo. Sasa ukishaona mazingira ya namna hiyo, unaona kwamba mambo yanavyoendelea namna hiyo. Sasa niseme hivi, serikali haijali ukuu wa katiba wala sheria za nchi. Inafika mahala hati rais anadiriki kusema kuwa katiba ya nchi ni kijitabu tu. Yaani ni kijitabu tu. Ikishafikia hapo, mmefikia babaya. Mko kwenye crisis kubwa ya constitutional order na lawlessness. Kinyume kabisa na ibara ya 26(1) na 2. Nenda kasome wajibu wa ibara ya 26(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo sasa mimi nasema niweze kusema kwa uchache kwamba kwa nini nasema kwamba serikali ya awamu ya 6 imevunja sheria, imevunja katiba za nchi kwa kiwango kilichopitiliza. Na mpaka siku nchi yetu tunaweza kuitemi kwamba iko kwenye crisis kubwa ya constitutional order na lawlessness.